speaks to lack of information, like I just said. Actually everything. Bila shaka tunaendelea na mazungumzo, haina neno, nafikiri inakubalika, manake hapa ni Sema na Citizen, unasema yaliyoko moyoni. Tulikuwa tunazungumzia wakati tulipokwenda mapumzikoni masuala ya reproductive health na jinsi kupatikana kwa dawa ambazo zinatumika katika kuavya mimba, kutoa mimba au hata kuzuia mimba. Siku hizi nasikia zinakwenda sana hata kushinda peremende. Wengine utakuta kwamba wamefanya utani hata katika mitandao ya kijamii kwamba kukiwa na holiday basi wanasema kama biashara imenoga siku ya Jumatatu, ama wanaanza kukumbushana kwamba waliosafiri kwenda mitaa fulani kwenda kujiburudisha wakumbuke kwamba Jumatatu itabidi waingie katika maduka ya kuuza dawa. Ama mtu anasema ameenda ametafuta amepata imeisha, haiko kwa duka. Na kuna wakati mmoja ilidaiwa kwamba dawa hizi za kuzuia mimba na kadhalika zilikuwa zinapotea. Ishara kwamba zinatumika sana. Hii ni ina maana kwamba hata watoto wadogo wanazitumia. Wasichana wadogo. Athari kwenye miili yao, na ndio mtazamaji tulikuwa tunazungumza swala hilo. Ukamwona Nelly anajieleza kweli kweli. Je, athari ni zipi kwa mtoto mdogo? Maana unapenda kwenda kununua dawa hizi, ni tofauti na dawa za pengine dawa za kuharisha, dawa za tumbo na kadhalika. Dawa za kusitisha mimba, nafikiri nguvu ni zile zile zitakazopatikana kwa mtoto mdogo, msichana mdogo na mtu mzima, ama ni vipi? Vile nilikuwa nasema kabla turudi ni kuwa wakati ambapo hatupati watoto wetu the right information, you can imagine the myths and misconception, the information they get from their peers, terrible. They will send them to get funny stuff from the chemist. Na ninaongelelea juu ya serikali kama muuguzi. Serikali yetu provide for access to youth-friendly services, including sexual and reproductive health, which includes contraception. Na wakati hii huduma inapeanwa na trained healthcare provider, ukitembea katika kituo chochote cha afya cha serikali, there's a youth corner. Na hiyo youth corner iliwekwa hapo purposely na serikali sababu ilijua they need to access contraception. And this is because they appreciate that, however, we might want to say no to sex, wata have sex. Na wakati wata have sex, either watenda kununua postina, and I mean information is all over. I think a year ago the most googled word was how to procure an abortion. I mean, was that a healthcare provider? No. That tells you that when our young girls get hold of a gadget, they self-medicate. And when they self-medicate, that's when we get all these adverse effects. But if a young girl goes to a trained healthcare provider at a government facility, walk into anywhere imeandikwa youth-friendly services, trust you me, uta access contraception which works with your system. Na ndio athari nyingine inajitokeza kwamba kama msichana mdogo ameshika mimba mapema, bila shaka maishani utamkuta kwamba ni mtu pengine anajihisi kwamba ameshatekeleza mambo ya utu uzima akiwa mdogo. Kwa hivyo akiwa mtu mzima pengine anatarajia kwamba maisha yatakuwa tu ya kawaida ama ameharibikiwa na mambo na kadhalika. Tuzungumzie athari za kuwa msichana mdogo ameshindwa kujizuia wakati akiwa mdogo na mpaka sasa amekuwa mtu mzima. Maana utakuta kwamba katika sehemu za kazi pia kule kudhalilishwa alikodhalilishwa akiwa mdogo, utakuta mwanamke pia ama msichana ambaye amekuja kazini katika sehemu yote ya kazi anadhalilishwa pia kimapenzi. Moja, kutokana na kuwa hakuwa na uwezo wa kusema la alipokuwa mdogo, kwa hivyo ni mazoea kwake yeye. Pili, yule mwanamume au kijombi ambaye anamdhalilisha kimapenzi hata katika sehemu za kazi, utakuta kwamba historia yake akiwa mdogo alishiriki masuala haya na hakuna aliyemzuia. Tuzungumzie athari hizi ambazo pia zinajitokeza katika utu uzima kazini au sehemu zingine. Asante Bwana Nimrod. Kusema kweli, kukosa kukomaa vile tulivyosema inaelekea maisha ya mtu yote mpaka mwisho. Na ni vizuri umeleta hilo swala la tabia mpaka kazini ya mtu ambaye alianza mambo ya mapenzi mapema. Unakuta kwamba ili uweze kujenga tabia fulani na uwe mtu ambaye unaweza ukaaminika hata kazini, heshima ile unayopewa, huwezi kujiweka kibandiko tu ukaanza kusema muniheshimu sasa. Lazima iwe mtindo umejenga kutoka mbali. Na wakati ukijihusisha na mambo ya mapenzi, si jukumu la mtoto chini ya miaka 19 kujihusisha na mapenzi.
kwa sababu mapenzi inaleta pengine vipenge vingine ndani ya maisha vinachipuka mapema kuliko vile ambavyo vingelistahili kuchipuka. Sasa unakuta kwamba msichana mdogo ambaye anahepa mzazi akiwa anatafuta mpenzi fulani mahali, hana nyumba, yule mpenzi wake pengine hana nyumba, na anategemea kuhepa kutoka kwa mitumwa dukani na aende atafute mahali ajiingize, ama pengine kwa hizi sherehe za usiku akajifiche msituni ama vitu kama hizo. Wanaobahatika wachache wanaenda kwa guest house, lakini unakuta kwamba hapati hasa ule uhusiano wa dhati. Manake mtu ukiwa umeolewa na uko na mumeo, mnaenda mnakaa chumbani pamoja, kuna mambo ambayo yanakuja, manake maisha si mapenzi tu peke yake. Kuna mambo ambayo yanakuja, yanashikana na yanafanya maisha yenu yanakuwa ya kufana kabisa. Sasa wakati mtoto mdogo akiwa ameanza tu mapenzi peke yake, amekosa hii sehemu zingine zote, hana mtu wa kumtia moyo wakati uko chini, hana mtu wa kuandamana na yeye na kufanya mambo fulani, hata kumkosoa akiwa amekosea. Sasa unakuta akija kwa upande wa ameajiriwa kazi, sasa anajaribu kutafuta njia ya kuweza catch up na yale mambo ambayo aliyakosa akiwa mtoto mdogo. Alianza mapema, anajua tu mara moja matokeo yake, ama anajua utamu wa mapenzi, lakini vile vipengele vingine haviko kule. Hasa unakuta akiingia kwa mahali pa kazi na akikutana na pengine marika zake, ama akutane na mabosses wake, anatafuta njia ya kuweza kuziba ile pengo. Na unaweza kupata kwamba tabia zake hazitakuwa tabia za mwanamke wa kawaida. Atakuwa ni mtu ambaye ukimwangalia pembeni hivi mtundu tu kwa njia moja au fulani. Hana tabia nzuri vile, hana heshima, kwa sababu yeye anatafuta nafasi ya kuweza kunyakua. Na ndio unasikia kuna wasichana wengi ambao wameajiriwa kazi leo hii wamevunja ndoa za watu, wameharibu uhusiano wa watu wengine. Anakuja kupata kijana yuko na rafiki yake, lakini anataka kujipendekeza zaidi. Ni ile gap ambayo iko ndani ya maisha yake. Hasa unakuta wavulana nao wanateka advantage ya hiyo. Akipata msichana hapa ni mtu wa kuhangaika, anakuwa sasa ni mtu wa kumisuse. Neli, naomba kama ni kosoa, lakini naomba niongee, neno limefika moyoni. We are not going to condone gender based violence, sababu mwanamke anakaa weak. The society has kwa nini katika mtazamo wa jamii mwanamke anaonekana mnyonge? We've come a long way, and we cannot sit here and talk about gender-based violence like just anything, any ordinary thing. And it reminds me that 2-3 days ago, a whole doctor was saying that we need to be cut in order for us to not disturb our husbands with sex. Nimrod, this century. And my brother, I respect you, and I respect the kind of work that you're doing back in Kilifi, because my heart somehow is in Kilifi. Look at this girl. One, lack of information, she gets herself pregnant at an early age. And a lot of it plays into it. Maybe culture, poverty levels, someone asking her to trade her body with a pad. And her not knowing that this pad, she might never get to use it. Sababu amepewa mimba, innocently, hajui. Ameambiwa na mtu wa pikipiki, can we have sex? And at that point, she cannot even negotiate for protected sex. That's first mistake. Her virginity has been taken away the wrong way. Amepata mimba. As culture has it, she's been told, you know what? You're a prostitute. You got yourself into getting pregnant. Carry this pregnancy to term. Her school ends. The boy continues with education. She becomes a mother at 9. She becomes a mother at 10. And she has to struggle, take that journey. And we're talking at this era where President Kenyatta has said he is reducing FGM to 0. Quickly, things happen. She gets herself a job. And colleagues, hey, have to harass her. And we have to accept that and say she had a gap. No. Women need to be empowered. We need to empower our girls to say no and say, I did a mistake. I got pregnant at 9, but I can make it in life. My life can continue. Masuala mazuri ambayo umezua, Neli, na mimi nakubaliana nawe kwa mtazamo mkubwa, na nafikiri pia Bwana Fagio na wengi wanaokutazama, lakini mambo mawili ambayo pengine ningependa ugusie. Kwa wale wasichana wadogo ambao umezungumza nao kuhusiana na swala hili la mimba za mapema, na ambao hawakulazimishwa, maana kuna tofauti. Kuna wale walazimishwa, kuna wale walinajisiwa au kubakwa na kadhalika, ni tofauti. Lakini tunazungumzia wale kwa hiari yao. Je, walikuwa na nafasi ya kusema la?
Na ikiwa walikuwa na nafasi hiyo, mbona hawakuichukua? Kwa wale ambao umehojiana nao, pengine utuarifu ni kitu gani ili tuweze kufahamu mtazamo wao. Na je, unahisi kwamba ile zoezi la kutokataa lile tendo la kushiriki ngono akiwa mdogo pengine linakuja linamwathiri baadaye, kwamba anajikuta baadaye anajidharau kama msichana, na hivyo basi katika ile hali ya kujidharau basi unakuta pia anajieka katika ile mtazamo kwamba wengine pia watamdharau, na wengine ni pengine watu rika zake ikiwa ni wasichana au hata waume. Pili, katika mithili aliyotumia Bwana Fagio, maeneo ya kazi na kadhalika, utakuta kwamba kuna wale ambao wanadhalilishwa kimapenzi lakini wananyamaza, wanakuwa kimya siku zote, hamwambii mtu ama hatoi habari hata katika sehemu ya kazi. Kwa nini huwa inatokea hivyo, na hamasisho lenu ni lipi? The way you bring up a girl, a woman, kama hana information hataweza kujiongelelea. You know, like so much wrongs have been done to girls and women, and we've grown up in a culture whereby women and girls are not supposed to talk. For example, before men, some decisions, do you know, in this country as I'm talking, there are women in marriage who cannot make decisions about family planning. No man, I've never heard, for the years I've lived, no man has carried a pregnancy. No man understands what it takes to become pregnant. Good. One. So if you do not have this information, if you've grown up in a society where you are only supposed to be seen and not to be heard, it plays into your future, unfortunately, Nimrod. And it is something that we are saying that girls and women need to know, that they need to say no. It gets to a point and say no. Sauti yao isikike. We need to say no and say it categorically, that it is no. If I'm not going to get this job promotion because I'm not going to sleep with my boss, I'm happy to remain where I am. And again, we are not going to trade our bodies for favors. You need to decide. A girl needs to decide. And once you decide, you have an empowered society. Now, for girls that would not negotiate, did not have a voice when wakati walipata mimba wakiwa wadogo, so much again plays into it. Unaweza pata ni the first sexual encounter, and as usually you're told, it will not be penetrative sex. Na msichana ambaye atakuwa hata katika utu uzima, hasa katika maeneo ya mashinani, atakuwa ni mtu wa kunyanyapaa sana. Exactly. Kwa kuwa alidharauliwa wakati ule, so anakuwa hata self-esteem yake haiko kabisa. And then the culture. And then unajua wakati anapata hiyo mimba, we even have incest. Unfortunately, we have girls that have gotten pregnant from their relatives. And you know, it becomes a family thing, and you're told, nyamaza. Because once you're going to talk utambo, you're going to embarrass our family. And you look at the family is always bigger. It speaks to culture again. Utatoka hii familia utenda wapi? You know, you're exposing our family in the negative way. So much, you know, that makes a girl not be able to come out and speak out. Pineli, naomba uzuie hapo kwa kidogo tu Bwana Fagio, kidogo tuzuie hapo, msipoteze mawazo yenu. Tunakwenda tu mapumzikoni kidogo, maana tutakuwa tunawaarifu watazamaji yaliomo kwenye taarifa zetu kuu baadaye kwenye Sema na Citizen. Lakini Neli na Bwana Karisa, msipoteze mawazo hayo, zuieni kidogo tu, tunarejea hivi punde. Mtazamaji, usiondoke hapo.